أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعزائنا المشاهدين الكرام في كل مكان وفي كل أنحاء العالم وفي كل بلدنا الحبيبة جمهورية تنزانيا المتحدة وفي قارتنا الحبيبة القارة السمراء. Ndugu zangu kutoka katika kila pande ya dunia, kutoka katika bara letu hili la Afrika na katika nchi yetu hii pendwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mara nyingine tena tunaendelea na kipindi chetu kinachohusu masuala mbalimbali ya kidiplomasia, na hasa kuangalia yale ambayo yanayojiri ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, kama ambavyo tunavyoongea na tunavyotazamia juu ya siasa pamoja na masuala ya kidiplomasia kuhusu mizozo ambayo inayoendelea au harufu ya vita inayoendelea baina ya Iran, ya taifa la Kiislamu la Iran, pamoja na Israel wakishirikiana na mshirika wake Marekani. Ndugu zangu, watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza kwa nini Irani, au sababu gani ambazo zinazopelekea Marekani kutaka kuvamia nchi ya Irani, kutaka kuipiga nchi ya Irani, kutaka kuisambaratisha dola ya Irani. Wengi wanafikiri kwamba uvamizi huu unatokana na wingi wa mafuta au uzalishaji wa mafuta ambao upo katika taifa la Irani. Lakini pia wengi wanafikiri kwamba Marekani inataka kwenda kulipiza kisasi kwa kuchukua mali zake ambazo ilizoziacha kabla ya mapinduzi ya mwaka 1979. Bil ikhtisari shadid ni kwamba taifa la Iran kabla ya mapinduzi ya mwaka wa 1979, taifa la Irani lilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanazalisha mafuta lakini chini ya utawala wa nchi za Magharibi. Kiwango kikubwa cha mafuta kilichokuwa kinazalishwa katika nchi ya Iran yalikuwa yanakwenda katika nchi za Magharibi, na hii ni kutokana na utawala uliokuwepo katika nchi hizo ukuwa umemili zaidi ndani ya mataifa ya Magharibi. Sasa hii ni sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili pia, taifa la Irani kabla ya mapinduzi ya mwaka wa 1979 ilikuwa ni sehemu ambayo inayotumika na nchi za Magharibi kwenda kustarehe na kuishi maisha ya anasa katika nchi ya Irani. Kwa maana kama kuna mtu alikuwa anataka kustarehe vizuri na wanawake, alikuwa anataka kustarehe vizuri na maswala ya ushoga, alikuwa anataka kustarehe vizuri kwa maisha mbalimbali ya anasa, basi alikuwa anafunga safari kutoka katika nchi za Uropa kwenda katika nchi ya Irani. Lakini pia taifa la Irani ni moja kati ya mataifa ambayo yaliyokataa utumwa wa fikra, utumwa ambao uliopelekea maswala ya mahusiano ya jinsia moja. Jambo hilo au mfumo huo ulikuwa ni miongoni mwa mifumo ambayo iliyokuja kuondolewa baada tu ya mapinduzi ya mwaka 1979. Lakini nchi za Ulaya vile vile pamoja na mshirika wake Marekani walikuwa wakilitumia taifa hili kuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yanatumika katika kuathiri mataifa mengine katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati. Na hii inatengeneza kumbukumbu ya vita vilivyopiganwa baina ya Marekani walipoivamia nchi ya Iraki. Irani lilikuwa ni moja kati ya mataifa ambayo yaliyotumiwa kupenetrate nguvu za kijeshi kwa ajili ya kuja kuondoa utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Saddam al-Hussein. Pamoja na hayo kwamba Marekani ilikuwa inatumia njia, pamoja na nchi za Ulaya walikuwa wanatumia njia za
maji kwa maana ya bahari na mfereji wa Hormuz kama sehemu kuu au lango kuu la kupitisha bidhaa zao kwa ushuru ambao wao wanautaka pasina kuingiliwa na taifa lolote, ikiwemo taifa la Irani ambalo kwa kiasi kikubwa ndio linamiliki mfereji huu. Sasa ukija ukaangalia leo tunakwenda katika zama ambazo mataifa makubwa yanajitahidi kugawa ulimwengu. Na hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ulimwengu umeshatoka katika lile swala linaloitwa Unipal World Order. Yani Unipal World Order ni nini? Unipal World Order ni kupatikana taifa moja ulimwenguni ambalo taifa hilo ndilo litakalokuwa baba wa ulimwengu kushinda mataifa mengine, kama ambavyo ilivyokuwa katika historia Daulatul Fursi, dola ya Kifursi ambao ni hawa wa Persia, lakini pia Daulatu Ar-Rum pamoja na dola ya Kirumi. Haya yalikuwa ni mataifa makubwa ambayo yaliweza kuukamata ulimwengu na kuuongoza kwa karne nyingi. Sasa ulimwengu leo umekwisha ondoka katika Unipal World Order, katika ule ulimwengu wa kutegemea taifa moja kwamba ndio liwe baba wa ulimwengu. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba ulimwengu kwa sasa unatafuta main superpower in the world, yani mataifa ambayo yatakayoongoza ulimwengu huu kutoka katika mfumo wa taifa moja kwenda katika mfumo wa mataifa mengi. Na hii inatokana na nini? Hii inatokana pale ambapo mataifa haya yatakapokuwa juu katika masuala ya upande wa teknolojia, yatakapokuwa juu katika upande wa masuala ya sayansi, yatakapokuwa juu katika masuala ya upande wa nguvu za kijeshi, na hasa pale watakapomiliki nuclear weapons, mabomu ya nyuklia. Sasa ukija ukarejea katika hali hiyo, utaona kabisa kwamba kwa sasa ulimwengu unakwenda kugawanwa. Kwa sasa ulimwengu unakwenda kugawanwa. Hii sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kwamba Marekani kwa muda mrefu sana alikuwa anaweza kuitawala dunia kwa sababu ya kutumia mawakala. Katika bara la Ulaya, mawakala waliokuwa wanatumika chini ya utawala wa Marekani alikuwa ni Mwingereza, lakini pia Mfaransa, lakini pia Mjerumani. Ukija katika bara la Asia, pia yako mataifa mbalimbali ambayo yalikuwa yanatumika, lakini kwa sasa tayari yamekwisha poteza umiliki huo. Ukija sehemu pekee ambayo iliyobaki, achana na masuala ya Afrika, kwa sababu Afrika tunaeleweka ni watu ambao bado hatujajitambua tunataka nini, bado hatujajitambua umuhimu wetu ni upi, bado hatujatambua thamani yetu ni ipi kupitia rasilimali tulizonazo, kupitia bara hili pendwa tulilonalo, kupitia nini tunachotakiwa kufanya katika nguvu za kijeshi, kuwekeza katika elimu, kujiondoa katika imperialism, katika ule ukoloni mambo leo. Sasa ukija ukaangalia nguvu pekee ambayo iliyobakia kwa Marekani ni nguvu ambayo inayotakiwa kutoka Mashariki ya Kati, ambapo agenti mkubwa ndani ya Mashariki ya Kati, wakala mkubwa ndani ya Mashariki ya Kati aliyekuwa anatumika au anaendelea kutumika kwa ajili ya kutekeleza utawala wa Marekani ndani ya Mashariki ya Kati ni Israel peke yake. Jambo ambalo sasa linamfanya huyu Marekani kuhakikisha kwamba anampa nguvu Mwisraeli ili aendelee kuwa superpower ndani ya Mashariki ya Kati, jambo ambalo sasa halitakiwi kupatikana superpower yoyote yule ndani ya Mashariki ya Kati isipokuwa Israel peke yake. Sasa kikwazo kinakuja ni wapi? Ili Israel awe na nguvu ni lazima Muirani adondoke. Ili Mwisraeli awe ni superpower ndani ya Mashariki ya Kati ni lazima Iran adondoke, jambo ambalo limekuwa ni gumu kutokana na namna bora ya lilivyojengwa taifa la Irani, namna bora lilivyowekeza taifa la Irani katika nyanja za sayansi na teknolojia, namna bora lilivyowekwa taifa la Irani katika kuhakikisha kwamba wanatumia muda wao na kuwekeza katika nguvu za kijeshi. Lakini umoja wa wananchi wa Irani, hapa ndipo hata sisi wa Tanzania
na Waafrika kwa ujumla tunatakiwa tujifunze kitu kikubwa sana, ule umoja wa wananchi wa Irani, jambo ambalo limekuwa ni kikwazo cha kumuogopesha adui kwenda kuivamia nchi ya Irani. Na hii tunasema kwamba moja kati ya silaha kubwa, sio tu nguvu za kijeshi kwa kutegemea silaha za kwenda kumpiga adui, au kwa kutegemea silaha za kinyuklia, au kwa kutegemea silaha za kisasa zaidi zinazoweza kuvuka mabara au nchi kadhaa na kwenda kupiga. Hapana. Moja kati ya silaha kubwa zaidi ni kutengeneza umoja wa rasilimali watu ndani ya taifa moja, jambo ambalo sasa Irani imeweza kufanikiwa katika jambo hilo. Sasa hii ndiyo sababu kuu ambayo inayomfanya Marekani aweze kukusanya nguvu zake za kijeshi kuhakikisha kwamba anaivamia Irani na kuondosha utawala ule. Ikumbuke kwamba Irani ni moja kati ya mataifa ambayo hayajawahi kutawaliwa. Narudia tena, Irani ni moja kati ya mataifa ambayo hayajawahi kutawaliwa. Hii ni kutokana na jiografia yake, kutokana na historia yake, kutokana na nguvu za watu wake, namna gani wanavyojitambua, namna gani wanavyojielewa, namna gani wanaweza kujisimamia wenyewe katika kutengeneza kile ambacho wanachotakiwa kutengeneza kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wa taifa lao. Sasa nini hasa ambacho tunachotakiwa kukijua? Tunachotakiwa kufahamu ni kwamba ulimwengu unakwenda kugawanwa. Vita vinavyokuja kwa mujibu wa maelezo ya imamu mkuu wa nchi ya Irani, kwamba vita vinavyokuja ndivyo vita vitakavyoamua ni nani anatakiwa awe mkubwa ndani ya Mashariki ya Kati. Hili ni tangazo alilitoa Ayatollah Khomeini katika kuwatanabahisha wananchi wake, lakini pia kuutanabahisha ulimwengu, lakini pia kuweka msisitizo na hadhari kwamba taifa la Irani wako tayari kufa kwa ajili ya kutengeneza mustakabali wao na kulifanya taifa lao linakuwa ni superpower in the Middle East. Sasa ziko hatua mbalimbali ambazo zimechukuliwa na baadhi ya mataifa washiriki kutoka katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati, ambao ni washiriki wakubwa wa nchi ya Irani. Mmoja ni wanajeshi, ni nchi ya Afghanistan. Yenyewe imetangaza wazi na kuweka uelewa wazi na kuweka msimamo wao wazi kwamba watatuma kikosi maalum kwa ajili ya kwenda kuisaidia serikali ya Iran, wapambanaji maalum kwa ajili ya kwenda kuisaidia Iran. Wapambanaji hawa ni moja kati ya wapambanaji waliopata uzoefu mkubwa kutoka katika vita vilivyokuwa vikipiganwa baina ya Afghanistan pamoja na Marekani. Kwa maana nyingine, wanawajua vizuri wa Marekani. Ndio maana sasa, kutokana na ukaribu wa kistrategic wa kikanda, wao wametoa jeshi lao. Lakini pia ikumbuke kwamba usalama huu wa Irani, wa nchi ya Irani, uko katika mikono ya Wachina. Ndio maana utaona kuna shehena kubwa ya ndege ya zaidi ya 17 za Kichina ambazo zimepeleka silaha katika nchi ya Irani kwa lengo, shabaha na madhumuni ni kutoa msaada wa kijeshi, kwa sababu China inaamini kwamba Irani ikiwa itaporomoka, na maslahi ya Uchina kwa kiasi kikubwa yatakuwa yameporomoka ndani ya nini? Ndani ya nchi ya Irani. Lakini pia haitoishia hapo, itakuwa ni sehemu ya kusogeza uadui karibu na nchi ya China. Lakini tumeshuhudia kwamba Urusi ni moja kati ya mataifa ambayo yanasifika kwa teknolojia, yanasifika kwa uwezo mkubwa wa kijeshi, yanasifika kuwa na silaha za kisasa, na wenyewe wametuma mifumo ya ulinzi pamoja na ndege maalum kwa ajili ya kwenda kupambana na uadui ambao unaotengenezwa, kwa sababu kuna shehena kubwa ya ndege ambazo zinazoletwa na meli ya ICCC Abraham Lincoln. Meli hii ni aircraft ambayo ikikaa sehemu inakuwa kama vile kijiji. Sasa kazi yake kubwa ni kubeba
kubeba ndege za kijeshi pamoja na silaha, lakini tayari meli hii inaonekana imekwisha tia nanga karibia na mwambao wa bahari ya Irani. Lakini taarifa ya jana inaeleza wazi kwamba Irani ameruhusu nyambizi zake za kijeshi ziweze kuondoka na kwenda kukaa katika mpaka wa bahari kwa ajili ya kuziwia. Lakini mataifa mengine wanazungumza wazi kwamba meli ya ICC Abraham Lincoln ilikuwa imeshaingia katika pwani ya Irani, lakini baada ya kusikia tangazo la nyambizi hizi za kijeshi kutoka katika za jeshi la Irani, jeshi la maji la Irani, imebidi meli hii ya Abraham Lincoln ambayo imebeba vifaa vya kijeshi pamoja na ndege warejee nyuma. Lakini wakati huo huo iko taarifa ambayo imeshtukiza zaidi. Taarifa kutoka katika jeshi la Iran ambayo imeshtusha zaidi ni baada tu ya kuzindua silaha ambayo ni ya masafa marefu. Kombora la masafa marefu ambalo lina uwezo wa kutembea kwa kilomita 10,000. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wana uwezo wa kupiga sehemu yoyote, lakini target kubwa ni kuhakikisha kwamba kila yule ambaye atakayetoa pwani yake, kila yule ambaye atakayetoa anga lake kwa ajili ya kutumiwa na jeshi la Marekani, basi kombora hili linaweza kufika katika sehemu husika na kuathiri mazingira ambayo ni sehemu ya kituo hicho. Hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba tunatakiwa sisi tujifunze kwamba ni wapi tunapotakiwa kuwekeza zaidi kulingana na jiografia, kulingana na wakati, kulingana na namna ambavyo ulimwengu unavyokwenda. Hakuna kitu kizuri kama kuwekeza katika upande wa sayansi, hakuna kitu kizuri kama kuwekeza katika upande wa jeshi, lakini pia hakuna kitu kizuri kama kuwekeza katika upande wa elimu. Kwa sababu jeshi ili liweze kuwa na ufanisi lazima uwekeze katika upande wa elimu ya sayansi na teknolojia. Jeshi ili liweze kumiliki anga ni lazima uwekeze katika upande wa sayansi na teknolojia. Ili taifa liweze kumiliki bahari lazima uwekeze katika upande wa sayansi na teknolojia. Ili taifa liweze kujitegemea lenyewe ni lazima uhakikishe kwamba unawekeza katika upande wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo ukija ukaangalia taifa la Irani leo hii limekuwa ni tishio. Hata Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani ameanza kubadilisha kauli kwamba tutasimamisha vita iwapo taifa la Iran litakiri na kulitambua taifa la Israeli. Hiki ni kisingizio cha kwanza, lakini mwanzo alitengeneza sababu kwamba ikiwa taifa la Irani litawaua waandamanaji, basi ni lazima tuhakikishe kwamba tunaingia kijeshi kwa ajili ya kuja kuondoa utawala huo wa Irani na kuporomoa. Sasa leo sababu zinabadilika kwamba anaongea hivi na kesho anaongea hivi. Hii yote ni kwa ajili ya kutafuta sababu za aina mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anavamia nchi hii ya Irani na kuweza kuiondoa, ili tu kiranja huyu ambaye yeye amemweka kwa sababu ya maslahi yake binafsi ndani ya Mashariki ya Kati aweze kushika nafasi yake kuwa ni the superpower in the Middle East, kuwa ndio superpower ndani ya Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, yako mambo mengi sana ambayo tunapaswa kujifunza, yako mambo mengi sana ambayo tunapaswa kuelewa, lakini pia yako mambo ambayo tunatakiwa tuchukue tahadhari sisi kama taifa la Tanzania, lakini na Afrika Mashariki, japokuwa pia ziko baadhi ya nchi ndani ya Afrika Mashariki na zenyewe ni mawakala wa Marekani kuhakikisha kwamba inatengeneza utawala wake, inatengeneza empire in the East Africa, ndani ya nchi zetu za Afrika Mashariki. Taifa hili la Israeli ni moja kati ya mataifa ambayo ni pandikizi, yamewekwa maalum na kimkakati. Hii ni kwa sababu gani? Kwa sababu uchumi wa Marekani unaendeshwa na Waisraeli.
uchumi wa Marekani unaendeshwa na Waisraeli, lakini sayansi na teknolojia inayotumika Marekani kwa asilimia kubwa imeshikwa na Waisraeli. Lakini Congress ya Marekani asilimia 99 ni Waisraeli. Lakini utaona mikakati ambayo inayotengenezwa kuhakikisha kwamba mataifa haya ya Kiarabu yanakosa nguvu ni mipango ya Israel kwa kupitia Marekani, kwa sababu Marekani imeshikiliwa na inaendeshwa na Israel. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba wanachokitaka wao ni kueneza utamaduni wao, wanachokitaka wao ni kueneza utawala wao, wanachokitaka wao ni kuhakikisha kwamba wanawaweka vibaraka ndani ya nchi za Middle East ili kusudi waweze kuchuma kile ambacho wanachokitaka, yani katika njia nyepesi na njia rahisi zaidi, ili mataifa yao yaweze kwenda. Tumepata kuzungumza mara nyingi huko nyuma kwamba hakuna vita yoyote inayotokea duniani isipokuwa nyuma ya vita hiyo patakuwa kuna watu maalum, aidha wawe ni wafanyabiashara kwa maana ya matajiri wakubwa. Hawa ndio ambao wanaongoza vita vyote duniani. Wafanyabiashara, makundi makubwa ya wafanyabiashara ambao wameshikilia uchumi wa nchi, wao ndio wanaamua kwamba ulimwengu huu uendeje, ulimwengu huu uelekee wapi, nani anatakiwa kushushwa kwa sababu ya maslahi yao na nani anatakiwa kupanda kwa sababu ya maslahi yao. Sasa iwapo utakwenda kinyume na hawa wafanyabiashara, maana yake ni kwamba unakwenda kujichimbia shimo. Na hiki ndiko ambacho kinachotokea katika nchi ya Marekani kupanga hizi vamizi zote ambazo leo hii zinatikisa ulimwengu na kuufanya ulimwengu kuishi katika hali ya taharuki. Kuishi katika hali ya nini? Kuishi katika hali ya taharuki. Lakini je, Marekani, huu ndio utakuwa mwisho wa Marekani au mwisho wa Iran? Au ndio utakuwa mwisho ni haya tu ad-dawlatu al-Israel? Au ndio utakuwa mwisho wa dola ya Israeli? Yote haya tuendelee kuchukua muda, yote haya tuendelee kusikiliza, yote haya tuendelee kufuatiliwa. Wa illa liqa insha Allah.